Je, ni kweli kwamba vita ya kiroho ipo? Au je, ni kweli kwamba kuna vita za rohoni? Jibu ni ndio, vita za kiroho zipo, na hizi vita huwa zinapambanwa kwa mapambano ya rohoni, na silaha zinazotumika katika vita hii ni silaha za rohoni. Kwa nini niongelee kwa habari ya vita za kiroho, au vita ya kiroho ina sehemu gani katika maisha yako? Kwa sababu kila ufalme na kila upande huwa unakuwa na nguvu zake. Katika pande hizi au falme hizi ninazozungumzia, kuna pande mbili kati ya ufalme wa nuru na ufalme wa giza. Ule upande wa ufalme wa nuru ni upande ule wa Mungu, na ufalme ule wa giza ni upande wa Shetani. Sasa tuangalie neno katika Waefeso sura ya 6 mstari wake wa 12. Tuangalie kwa habari ya vita za kiroho. Tunasoma mstari unasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, na juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Anaendelea kusema mstari wa 13, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzishinda siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejivika kweli kiunoni mwenu. Kwa hiyo silaha ya kwanza hapa, tunaona silaha ya kwanza katika ulimwengu wa roho kwa ajili ya kupigana vita za rohoni, lazima uwe umejivika kweli kiunoni na kuvaa dilali ya haki kifuani. Kwa hiyo inatakiwa unapokuwa unapigana vita za kiroho uwe mtu wa haki, mtu wa kutenda mema, mtu wa kutokuwa na makando kando, kwa sababu mashambulizi huwa yanatokea kama sio mtu wa haki, unaweza ukashambuliwa kwa sababu wewe sio mtu wa haki. Tunaona ya kwamba tunapozungumza kwa habari ya haki, tunaona wana wa Israeli walikuwa wana haki, Mungu ameshakwisha kuwabariki. Hivyo tunaona mfalme wa Moabu ambaye aliitwa Balaki. Huyu mfalme wa Moabu alipomwambia Balamu nabii wa mataifa ya kwamba aje awalani wana wa Mungu, yani wana wa Israeli, walipokuwa wakitoka Israeli kuelekea nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani, tunaona hawakuweza. Kwa sababu gani? Watu wale walikuwa wamebarikiwa, walikuwa wana haki. Kwa hiyo Mungu akishakubariki, yani ukisha kuwa una haki, hii ni silaha mojawapo ya rohoni ambayo utaweza kusababisha wewe usishambuliwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu utakuwa una haki. Kwa hiyo ukisha kuwa na haki, ukishapewa haki na Mungu mwenyewe, kwa hiyo hakutakuwa na silaha ambayo itakayokuweza. Lakini pia kuna silaha nyingine ambayo inazungumza kwa habari ya kufungiwa miguu ya utayari usikiapo injili ya amani. Yani unaposikia mambo ya kimungu, unaposikia kazi za kimungu, je, unachukua hatua gani? Au unahamasikeje katika kuitenda kazi ya Mungu? Hii ni silaha ambayo itakayo kufanikisha wewe kupigana vita za rohoni, kwa sababu unapokuwa sehemu ya Mungu, yani nikiwa na maana unapokuwa sehemu ya kuifanya kazi ya Mungu, yani mchaji wa Mungu, hivyo unafanya unatengeneza silaha ya rohoni, ambayo silaha hiyo itakusaidia wewe hata wakati adui anapotaka kukupiga vita. Mungu ataangalia nafasi yako katika kuitenda kazi yake. Kwa hiyo akitazama nafasi yako katika kuitenda kazi yako, hivyo hii silaha itakusaidia, kwa sababu Mungu atatambua ya kwamba huyu ni mwanangu ambaye anaitenda kazi yangu, yani ana moyo wa utayari ndani mwake, katika anaposikia neno langu, anaposikia kazi yangu inataka kufanyika, anachukua hatua. Kwa hiyo hii ni silaha mojawapo ambayo itakayo kusaidia katika vita vyako vya kiroho. Lakini pia anazungumza silaha nyingine, ngao ya imani. Katika silaha za rohoni kuna silaha inaitwa ngao ya imani. Ngao ya imani ni nini? Hii ni imani ni silaha mojawapo ambayo ambayo inafanya kazi ya kuzuia mashambulizi. Yani inafanya kazi ya kuzuia mashambulizi. Kwa nini inafanya kazi ya kuzuia mashambulizi? Neno linasema ya kwamba pasipo imani hauwezi kumpendeza Mungu. Pasipo imani
imani hauwezi ukampendeza Mungu. Kwa hiyo na neno tena linazungumza kwa habari, anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Kwa hiyo usipokuwa na imani, moja kwa moja utashambuliwa sana, kwa sababu wewe utakuwa huna mtu ambaye unayemtegemea. Yani kuamini, kwa mfano Yesu ni mwana wa Mungu, kama uamini inamaanisha wewe umeshashambuliwa, umekosa uzima wa milele. Lakini pia usipoamini kwamba Mungu yupo kwa ajili yako, anasema usiogope kwa maana mimi nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa dayari. Hivyo inakufanya wewe kushambuliwa, kwa maana utakuwa peke yako. Silaha ya imani ni ngao ambayo inazuia mashambulizi yote ya rohoni. Kwa mfano mishale ya yule mwovu adui, mikuki, kila aina ya silaha ambayo itajaribu kukushambulia wewe haitafanikiwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu una imani ndani yako kwamba uliyemwamini ni mkuu kuliko wale ambao wanavita juu yako. Tutaona mfano wa Gehazi, pamoja na Elisha. Tunaona ya kwamba wakati ule vita ilipokuwa inapigwa kati ya Waisraeli na hii vita ya Waisraeli na Washami. Sasa nataka nikurejeshe kwamba ilikuwaje. Sasa Gehazi alipokuwa akiona hofu, alipoona lile jeshi, tunaona ya kwamba Elisha alimuomba Mungu kwa habari ya kumfunulia ili apate kuona upande wa pili wa jeshi walilonalo wao. Kwa hiyo alipoona lile jeshi akaamini. Kwa hiyo imani, unapoamini. Lakini pia tutaona mfano wakati wa Yesu, ambapo Yesu alipokuwa anaongea na Nathanaeli, alipomwambia kwamba nilikuona tangu ukiwa chini ya mti. Nathanaeli aliposikia vile akasema hakika wewe ni mwana wa Mungu. Yani na maanisha ya kwamba aliamini, yani aliamini kana kwamba kwa sababu aliniona tangu nipo kule chini ya mti. Lakini Yesu anamwambia kwa sababu nimekwambia hivyo umeamini, basi hakika utaona mambo makubwa zaidi ya hayo. Kwa hiyo ndiyo silaha ya imani. Lakini pia silaha nyingine anazungumza kwa habari ya chepeo la wokovu. Kwa habari ya chepeo la wokovu, ambalo hii inakuwa inakutambulisha kwamba wewe ni nani. Yani unapokuwa umepokea wokovu, inamaanisha wewe unakuwa moja kwa moja wewe ni wa Kristo. Unapokuwa wewe ni wa Kristo, hivyo hata atakayekuwa anakuja kuleta vita na wewe, moja kwa moja atatambua ya kwamba aliye upande wako ni mkubwa sana. Kwa hiyo hii ni silaha ambayo itamwekea limiti ya yule ambaye anafanya mashambulizi kwako. Kwa sababu gani? Atapotazama kwamba wewe ni wa upande upi, atajua hata namna ya kupigana na wewe. Kwa hiyo hii ni silaha ambayo itaweza ikamuogopesha adui yako. Kwa sababu gani? Atapokuona ndani ya roho, atapokuona kwamba wewe ni wa upande gani, wewe ni wa upande gani, au ni wa sehemu gani, au unachapa gani, ndipo atajua namna ya kupigana na wewe. Kwa hiyo chepeo ya wokovu ni muhimu, yani kuupokea wokovu, yani kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini pia anaendelea kuzungumza upanga wa Roho. Silaha nyingine ni upanga wa Roho. Upanga wa Roho ni nini? Upanga wa Roho anazungumza kwa habari ya neno la Mungu. Upanga wa Roho ni neno la Mungu. Kwa nini nimekuambia kwa habari ya upanga wa Roho? Upanga wa Roho, yani huu ambao unakata, ambayo nimekuambia moja ya silaha katika vita ya rohoni. Upanga wa Roho. Ukirejea katika Waebrania sura ya 4 mstari wa 12, neno linasema, maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu, tena li ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Kwa hiyo hii ni silaha mojawapo ambayo
inatumika rohoni, kwa sababu anasema hivi kwamba anazungumza kwa habari ya inafanya kazi ya kugawanya nafsi na roho, yani hizi zile roho mbaya, roho chafu ambazo zipo upande wako au zinakuzingira. Unapotumia neno la Mungu katika hili, katika jambo fulani, hivyo inakuwezesha wewe kushinda hii vita ya kiroho. Ni vema sana ndugu msikilizaji ukawa unatumia sana neno la Mungu katika vita vyako, kwa sababu neno la Mungu ndio upanga, yani katika kila roho ambazo unaweza kuzigawanyisha kwa njia ya neno la Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu ni upanga, lakini anaendelea kuzungumza kwa habari mkisali na kuomba na kudumu katika maombi muda wote. Hii ni silaha ambayo silaha ya maombi, hii silaha ya kusali, yani kwamba unakuwa na ukaribu na yule mtetezi wako, unakuwa unajiweka zaidi kifuani kwa mtetezi wako, yani Mungu mwenyewe, yani unakuwa upigani vita mwenyewe, kwa sababu unapokuwa kama kifaranga anapokuwa kwa mamaye, anapojisogeza kwa mamaye, hivyo ndivyo anakuwa na ulinzi zaidi, kwa sababu hata mwewe anashindwa kumpata. Kwa sababu gani? Kwa sababu yule kifaranga amejificha kwa mamaye. Lakini pia anapozungumza kwa habari ya maombi, hii ni silaha, yani ni silaha mojawapo ambayo ni nzuri sana, kwa sababu unapozungumza na aliye mtetezi wako, yani Mungu wako, yule ambaye anakusaidia vita yako mwenyewe, ni lazima kuwe kuna mazungumzo, ambapo haya ndo tunayozungumzia maombi. Maombi ni mazungumzo kati ya mwanadamu na Mungu. Hivyo basi jitahidi sana kutumia silaha hizi, zitakuwezesha katika vita vyako vya rohoni, na utamuona Mungu zaidi na zaidi katika kila jambo unalopitia. Usiogope, kwa sababu Mungu yu upande wetu daima. Usiogope, jitie moyo, amini ya kwamba inawezekana. Hakuna jambo linaloshindikana. Anasema kwa mwanadamu hayawezekani, ila kwa Mungu yote yanawezekana. Asante sana kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe, kushare, kukomenti ili uendelee kupata mafunzo zaidi ya kiroho katika channel yetu ya The Salvation Word, ambayo kwa Kiswahili inazungumza kwa habari ya neno la wokovu au neno la ukombozi. Asanteni sana. Mungu awabariki.